Sana kwa support ya miaka 25 na nawaambia kuwa tutaendeleza mapambano na tuko pamoja katika burudani. Okay, kwa miaka yako 25 kwa mtu ambaye ni binti mdogo amekuja 2020 kuja juu, una lipi la kumwambia kuhusu muziki wa Jide? Kila kitu kinawezekana endapo una nia ya kukifanya. Sawa, tumesikia kuna Silver Concert. Hii ndio Silver Concert. Ya uzinduzi wa albamu na muendelezo wa kuzunguka mikoani kama ambavyo tuliambiwa mwanzoni, ukoje? Albamu itatoka baada ya hii concert, na tukitoka hapa Dar es Salaam tarehe 20 tutakuwa Royal Village Dodoma, na tarehe 27 tutakuwa kwa Tunza Beach Arena Mwanza. Na tutawatangazia kama kutakuwa na mkoa mwingine tena, lakini kwa kuanzia tumeanza Dar es Salaam, tunakwenda Dodoma, alafu tutakuwa Mwanza. Kuna kipi ambacho kimejificha kwenye diary ya Jide? Kuna vitu vingi ambavyo watu hawafahamu, lakini ni stories za maisha yangu ya utoto ninapokuwa na muziki kwa ujumla. Kwa hivyo nimeona ni kitu kizuri kwa watu wapate kujua safari yangu ilikuwaje. Kuna vitu ambavyo wanakuwa wanasikia lakini hawana uhakika, au kuna vitu wanaambiwa lakini kutoka kwa mtu wa pili na watatu, lakini hawajavisikia kutoka kwangu. Na stories siku zote inapopitia kwa watu watatu mpaka wanne hadi kufikia inakuwa imebadilika, lakini story unapoisikia kutoka kwa mwenyewe inakuwa ndio story original. Okay, mkomo labda baada ya miaka 25 useme sasa hebu niwaachie na mabinti wengine waendelee. Kwa bahati nzuri sana muziki hauna retirement, kwa sababu sio ajira ya kusema umeajiriwa, ni umejiajiri wewe mwenyewe. Alafu ni addiction, ni hobby, ni passion. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho unachokipenda hakuna expire date wala hakuna retirement. Watu wengi tumewaona wanaimba mpaka wengine wanaangukia jukwani wanakufa. Kwa hiyo ni pale tu nguvu zitakapokushia, kwa sababu hii ni talanta ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekupa. Sio kitu ambacho unasema unaachia mtu. Huwezi kumwachia mtu moyo wako. Siku unapouachia ina maana ndio umekufa. 25 years ya Jide kwenye game. Sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa, moja, tunajivunia kwamba tuna msanii nguli wa kike ambaye anatimiza miaka 25 na hajawahi kushuka kwenye game, yani hajawahi kutoka kwenye game. Wasanii wengi chipukizi wanaibukia, wanakwenda, lakini yeye hajawahi kutoka kwenye game. Ukisema hajawahi kutoka kwenye game, msanii ambaye ametoka kwenye game hawezi hata kufikiria kwamba ninaweza kuandaa concert ya miaka 25 kwenye game. Kwa maana yake kwamba hajawahi kutoka kwenye game. Na sisi Baraza la Sanaa la Taifa tunajivunia na tunampongeza kwa hatua hii. Mimi nilibahatika sana, hata jana alipokuwa anazindua kitabu chake nilikuwepo. Kitabu cha maisha yake, anaelezea hizo struggles ambazo amepitia kwenye tasnia ya muziki. Lakini mimi alinigusa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mimi pia ni msanii. Mimi pia nimetoka kwenye familia ambapo nilipoamua kwenda kusoma sanaa, jamii ilikuwa inanishangaa, wazazi walikuwa wananishangaa. Na Jide naye hivyo hivyo, alivyokuwa anasema kwamba anataka kuifanya hii sanaa kuwa ndio maisha yake, jamii yake, familia yake walimshangaa. Ukisoma kitabu chake unaweza ukatiririka na machozi. Lakini leo hii anauthibitishia umma kwamba sanaa sio kupoteza muda. Sanaa ni maisha kama maisha mengine. Sanaa ni maisha kama mtu amesoma kuwa mwanasheria. Sanaa ni maisha sawa sawa na mtu aliyesoma kuwa daktari wa magonjwa ya binadamu. Kwa ndio leo hii sasa anawathibitishia wale ambao walimbeza, wale ambao walifikiri anapoteza muda, leo hii anakwenda miaka 25 kwenye game. Na ukiangalia kwenye kitabu chake, ukisoma, amesema album zote 10